Kwenye swala la utendaji wa kazi, nadhani nimepewa miongozo mbalimbali ya utumishi. Niwaombe sana, lakini pia niwaelekeze, tunapoenda kwenye vituo vyetu vya kazi tuhakikishe tunafuata taratibu zote za kiutumishi. Tunakuwepo kwenye vituo vyetu vya kazi, usijiamulie tu kwamba sasa nimekaa hapa naondoka naenda Mbeya, naondoka naenda Njombe pasipo kufuata utaratibu mzuri wa kuomba ruhusa. Si sawa mtumishi wa serikali unapotoka kwenye kituo chako cha kazi lazima uombe ruhusa kwa intermediate supervisor wako. Tumeelewana? Ukiwa pale kituoni, mganga mfawizi; ukiwa pale shuleni, mwalimu mkuu au mkuu wa shule. Na ukishaomba ruhusa ni mpaka uruhusiwe kwa maandishi. Si sawa usiondoke tu kusema mimi sasa nimemwaga mwalimu naondoka. Jaza fomu ya ruhusa na uhakikisha kwamba ruhusa yako imekuwa approved. Na ikitokea umeondoka kwenye kituo chako cha kazi bila ruhusa, sisi tutahesabu kama ni mtoro, na hatua za utoro zinafahamika. Na mojawapo, ukibainika siku 5 mfululizo usipokuwa kwenye kituo chako cha kazi pasipokuwa na ruhusa yoyote, maana yake ni summary dismissal. Tunaelewana umejifukuzisha kazi mwenyewe. Mnakumbuka tulipokuwa mkoani, mkuu wa mkoa alisema kazi yako ndio baba yako, kazi yako ndio nani? Mama yako, kazi yako ndio nani? Mume wako, kazi yako ndio nani? Sasa ukishakumbuka hilo, maana yake huwezi kufanya upuuzi wa kuwa mtoro au kuondoka kazini pasipo kuomba ruhusa. Tumeelewana?